takriban asilimia karibu 70 ya Watanzania ni wakulima, karibu 65 mpaka 70, data zinatuambia kwamba ni wakulima wadogo. Kwa hiyo wakulima wadogo ni wengi sana ukichukulia mfumo mzima wa population ya watu. Lakini pia maeneo yanayolimwa, data zinatuambia maeneo yanayolimwa kwa Tanzania kuanzia asilimia 80 mpaka 90 yanalimwa na wakulima wadogo. Kwa hiyo unaona ambavyo mchango wa wakulima wadogo kwenye mfumo wa chakula wa Tanzania ni mchango mkubwa sana. Lakini hivyo hivyo tunaona kabisa kwamba data zetu kwenye swala zima sasa la huduma za ugani bado kidogo tuko chini. Tuko chini kwa maana ya kwamba maafisa ugani waliopo ni wachache ukilinganisha na uhitaji uliopo wa wakulima, na tunaona kabisa kutokana na ripoti nyingi za Wizara ya Kilimo ambavyo wanatuonyesha kwamba maafisa ugani ni karibu 6,400 na kitu, ambayo wanafikia karibu asilimia 41 ya mahitaji. Sasa unaweza kuona ambavyo mahitaji wanahitaji karibu maafisa ugani 20,000 na kitu kufikia idadi sasa ya wakulima wadogo, lakini tunao karibu maafisa ugani karibu 6,000 na kitu. Kwa hiyo unaona ambavyo bado gap ni kubwa. Ratio ya mkulima, afisa ugani mmoja na mkulima kwa sasa hivi, data pia bado zinatuambia kwamba unakuta mkulima mmoja sasa anatakiwa ahudumie wakulima 2,500. Katika hali ya kawaida ni ngumu, na ndipo sasa zimeingia juhudi nyingi sana ambazo watu wanazifanya, serikali inazifanya, na hapa kwa kweli niweze kuipongeza serikali kupitia Wizara ya Kilimo ambapo wameanzisha, mimi bado ninamuita mtoto, lakini wameanzisha taasisi sasa inayojitegemea inayogusia masuala mazima yote ya afisa ugani ambayo ni NAESA. Sisi kwa kweli tuna imani kubwa na NAESA kwa sababu ni gap ambalo tulikuwa tunaliona ni kubwa sana, ambalo linahitaji mkakati wa binafsi, linahitaji juhudi za binafsi, linahitaji uwekezaji wa binafsi kuhakikisha kwamba tunawafikia hao wakulima ambao ni Watanzania wenzetu na wanachangia sana katika mfumo wa chakula, lakini pia wanachangia kwenye uchumi wa nchi. Kwa hiyo ninashukuru sana kuona kwamba sasa NAESA inakuja, itasaidia kuhakikisha kwamba huduma za ugani zinaongezeka. Lakini pia sambamba na NAESA, mimi ninashukuru kwamba pia serikali inatupa nafasi sasa sisi kama sekta binafsi kuingia kufanya kazi pamoja, kuonyesha ile public private partnership. Na sisi sasa ambao sasa ni wadau wa kilimo ekolojia, tunaona ambavyo ni namna gani tunaweza sasa kuingia na kuchangia kupunguza sasa hii gap iliyopo ya maafisa ugani. Nakumbuka hii gap niliyoisema ni maafisa ugani kwa ujumla, sijazungumzia wale wa ekolojia. Kwa ukiangalia wale ambao kweli wana elimu ya kilimo ekolojia watakuwa labda ni wachache zaidi, na sisi ndipo sasa kama sekta binafsi IDP pamoja na washirika wake tunafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba huduma za ugani zinamfikia mkulima. Tunazo njia kadhaa. Ya kwanza, sisi tunawafundisha wakulima moja kwa moja. Tunatamani wakulima wenyewe ndio wanaweza kuwa walimu wa wakulima wenzao. Kwa hiyo tunamfundisha mkulima kwenye vikundi vya wakulima, unakuta baadhi ya wakulima wanakuwa sasa ndio walimu, wanaenda kupeleka hizo huduma za ugani. Tena wengine wanapeleka bure kabisa, wengine wanaweka gharama kidogo. Hiyo ni njia mojawapo. Lakini pia sasa kuongeza nguvu katika hilo, kuhakikisha kwamba tunakuwa tunawafundisha wakulima kwa vitendo. Tunakuwa na mashamba darasa kwenye vijiji, tunakuwa na mashamba darasa kwenye vikundi, tunahakikisha wakulima wanapata elimu ya vitendo kule vijijini. Na kwa hivyo tumeweza kufikia wakulima wengi sana. Kwa sisi kama taasisi tumekwisha kufikia wakulima karibu 6,500. Lakini njia nyingine ambayo tunafanya kazi na vyama vya wakulima au taasisi zinazowakilisha wakulima. Na hizi zikijengewa uwezo vizuri, zinaweza zikapeleka huduma mbalimbali kwa wakulima, ikiwemo huduma ya ugani. Na jingine sasa ambalo pia tunalifanyia kazi na kwa kweli tunaona ambavyo lina mchango mkubwa sana kufikia wakulima kwenye masuala ya ugani, kwa kushirikiana sasa na serikali, tunasaidia, tunaita vituo vya mafunzo na tafiti kwa wakulima. Na hivi vituo vya mafunzo na tafiti kwa wakulima ni vituo binafsi kabisa ambavyo vimeanzishwa labda na watu mbalimbali au na mashirika mbalimbali.
Kwa sisi kama Island of Peace tunasaidia vituo 6 ambavyo viko Tanzania nzima. Kuna kituo cha Mogabiri kiko Msoma, kuna kituo cha PPIZ kiko Zanzibar, Practical Permaculture Center, tuna kituo cha Vianzi ambacho kiko Morogoro, tuna kituo cha SJS ambacho kiko Mwanga, lakini pia tuna kituo sasa ambacho tunashirikiana na serikali, na hii pia naendelea sasa kuwapongeza, cha Bihawana. Kwa sasa hivi ukienda Bihawana utaona ambavyo na wao wanaanza kuonyesha practically kufundisha wakulima kwenye masuala ya kilimo ekolojia. Kwa kupitia vituo hivi utaona kituo kimoja kinafikia karibu wakulima hata 20,000 au hata 10,000 au hata 1000 ngapi. Kwa hiyo kwa kupitia njia hizi zote sasa, tukichanganya na mbinu zingine ambazo serikali na juhudi inazifanya, mimi ninaamini hatuna muda mrefu tutakuwa tumeweza kuziba ili gepu kubwa la afisa ugani pamoja na elimu za ugani kumfikia mkulima kwa karibu.